Hali gani mtazamaji wa The Chanzo, tunakukaribisha tena kwenye ngwe hii ya mfululizo wa vipindi vyetu vya Dira Mtaani. Na leo tupo mkoani Songwe, na kama ambavyo umeona hapa nimezungukwa na vijana mbalimbali ambao tunaenda kuzungumza nao kuhusiana na maisha yao, kuelewa zaidi kuhusiana na harakati zao na mipango walionayo wao kama vijana kwenye muktadha wa dira ya maendeleo ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2050. Jamani, karibuni sana. Asante sana. Tunawashukuru sana kwa kutenga muda wenu na kukubali kuja kupiga soga na sisi kuhusiana na maisha yenu na mwelekeo wa nchi yetu, lakini pia na mtaa wetu. Labda kwa kuanzia moja kwa moja, kwa niaba ya watazamaji wetu ambao pengine hawajui hapa tuko wapi, nani labda anaweza akatuambia hapa ni wapi haswa? Hapa tulipo tuko mtaa wa Katete, kata ya Katete, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Nawakaribisha sana, sikia amani. Shukran. Lakini hapa ni Tunduma pia. Kwa hiyo tofauti kati ya wilaya ya Momba na Tunduma ni nini? Yaani Tunduma ni nini hapa? Ni mji, ni wilaya au ni kitu gani? Tunduma ni mji. Nasema ni halmashauri ya mji wa Tunduma, wilaya ya Momba. Aha, sawa sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi tupo ndani ya halmashauri ya mji wa Tunduma. Ndio. Sawa sawa. Labda kwa watu ambao hawaifahamu Tunduma, labda nini inaitambulisha Tunduma? Kitu kikubwa kinachoitambulisha mji wa Tunduma, kwanza ni mji ambao uko boda, yaani uko mpakani mwa Zambia na Malawi. Hicho ndo kitu kikubwa kinachoitambulisha mji wa Tunduma. Kitu kingine pia ambacho kinautambulisha mji wa Tunduma, kwanza ni biashara. Ni kitovu cha biashara. Ukizungumzia halmashauri ambazo zipo karibu, kwa mfano tunazungumzia halmashauri ya mji wa Ileje, lakini tunazungumzia Mbozi, wote huwa wanakuja sana hapa kuja kufanya biashara kwa sababu ni boda ambayo imechangamka sana. Halmashauri yetu ya mji wa Tunduma inasifika kwanza kwa biashara za kimataifa. Inapokea wageni kutoka mataifa mbalimbali kama vile Zambia, Kongo, pamoja na mataifa ya majirani kama Malawi, utaenda Msumbiji, yote biashara zinapitia hapa. Wanakuja kuchukua mizigo hapa, wanakuja kuchukua bidhaa mbalimbali za mazao hapa. Tuna soko la kimataifa hapa Tunduma. Tuna vivutio vingi sana. Kwa hiyo halmashauri yetu ya mji wa Tunduma ina fursa nyingi za kazi na ajira. Pia tuna bandari kavu inaendelea kujengwa pale. Kwa hiyo tutakuwa na upana mkubwa sana wa biashara katika mji wa Tunduma. Amejaribu kugusia na ningependa pengine tuchimbe kidogo tu kuhusiana na fursa ambazo zipo hapa kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma. Kuna bandari kavu, kuna biashara, kuna boda umezungumzia, lakini kuna fursa nyingine ambazo pengine haziwezi kuwa zinaonekana kwa jicho la kawaida. Fursa ni nyingi. Naweza nikasema fursa mojawapo ambazo zinaweza kutusaidia sisi vijana ni pamoja na fursa ya kilimo. Vijana tulio wengi kwenye kuwekeza kwenye kilimo tunaogopa, lakini ni kitu ambacho ndio fursa ya kipekee ambayo ukiwekeza zaidi inaweza kukuinua na ukatoka. Fursa nyingine ni biashara. Ukiwa na mtaji wako, kuna biashara mbalimbali unaweza ukafanya. Fursa nyingine ambayo inapatikana katika mji wetu wa Tunduma ni kubadilishana fedha za kigeni. Mfano kama mtu anaenda Zambia, anapotoka Tanzania anabidi abadilishe apate fedha ya Zambia. Anapoenda South Africa, labda anaenda Kongo, lazima afanye exchange ya pesa ili kuweza kumwezesha kwenda kule kwa ajili ya matumizi. Sawa sawa. Asanteni sana jamani. Tutarudi kwenye hili swala la fursa, kwa sababu
kuwepo kwa fursa ni kitu kimoja, lakini kunufaika pia na fursa ni kitu kingine. So tutarudi. Lakini kwanza nilikuwa nataka niwaulize, nani anafahamu kuhusu neno dira? Mimi ninavyoelewa dira ni kama mtazamo. Yani kama mtazamo wa mambo, unatarajia kwamba, yani mtazamo wa mbele, kwamba unaangalia mbele kwamba ninahitaji nifanye kitu fulani kwa muda fulani. Ninavyoelewa dira ni kitu ambacho kinaweza kikakuongoza kufika mbele au kufika sehemu fulani. Sawa. Mwongozo kufika mbele, sawa. Na kuna mwingine ana mchango ambao haujasemwa? Sawa, wangapi tumesikia kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2050? Hata kwa mkono labda. Aha. Sawa. So hiyo ni ishara nzuri kwamba, kwanza ni ishara nzuri kwamba angalau tunajua dira ni nini na tunafahamu kwamba nchi yetu ina dira. Lakini nchi kuwa na dira ni kitu kimoja, lakini na sisi wananchi kuwa na dira zetu ni kitu kingine. Na swali langu nataka kuuliza, sisi dira zetu ni zipi? Ndoto yangu mimi, ndoto ni nyingi sana, ila matarajio yangu ni kufanya biashara katika mji wa Tunduma. Ndio ndoto yangu zaidi mimi. Kufanya biashara? Ndio. Yani kwamba kivipi yani? Yani biashara ambayo nitakayoona inalipa ndo nitakayoifanya. Okay. Biashara mfano kama maduka, biashara mfano kubadilishana pesa za kigeni na zetu. Lakini si kwamba sasa hivi yani kuna kitu kimoja ndani yako, yani unasema mimi kusema kweli nikifanikisha hiki kitu maisha yangu yanaweza kubadilika. Ni kitu gani yani? Ndoto yangu mimi kiufupi ni kuwa director mkubwa mzuri. Maanake mpaka sasa mimi ni director, ila tu kuna shida ambayo ipo, ambayo ni ukata, naweza nikasema ni umaskini. Mimi kwanza tamanio langu na ndoto yangu ni kumiliki pesa. Kumiliki pesa. Yani ndo kwanza, ndo ndoto yangu na ninapambana. Lakini unamiliki vipi pesa? Ili niweze kumiliki pesa lazima nifanye kazi. Manake huwezi kumiliki fedha huku ukiwa ufanyi kazi. Na shughuli zangu ambazo nazifanya na nikiwa na imani kwa namna ninavyofanya kazi nitakuwa na fedha. Lakini sasa hapo yani ili uweze kumiliki fedha, yani kitu gani kitokee kwa mtazamo wako wewe? Yani kwa sababu wewe ndio matamanio yako ni kukamata fedha, lakini nini kitokee yani hapo? Kwa sababu hilo ndio tamanio lako sasa itakuwa. Yani nini kitokee au pengine kwa sababu inawezekana, kwa mfano unaweza ukasema bwana, mimi kusema kweli siku moja nikiwa nimekaa pale likashuka begi la pesa, nitashukuru sana. Yani hiyo itakuwa Sasa hiyo inakuwa ni ndoto, ni tofauti sasa. Hiyo hatuwezi kuizungumzia sana, maanake hiyo ni kama ndoto unaota. Lakini kiuhalisia, ili uweze kupata fedha lazima ujibidishe, ufanye kazi, ndipo upate fedha. Mwingine naye, ndoto yangu mimi ni kupata kazi na kufanya kazi ya kitu nilichokisomea. Kwa hivyo nikishaweza kupata kazi ya kitu nilichokisomea, nafikiri kupitia hiyo kazi ambayo nitakuwa naifanya nitaweza kuendeleza ndoto zangu nyingine na nyingine, kwa sababu ndoto yangu sio tu kufanya kazi ile. Ndoto yangu ni kufanya kazi na pia kuanzisha miradi mingine na biashara nyingine. Sawa. Ndoto yangu na dira yangu ni kufikia mwaka 2035 nahitaji niwe nimiliki taasisi zangu. Sana taasisi ya kwanza ya shule. Kwa sababu hii ni ndoto ambayo ninaishi. Hata sasa nimefungua daycare. Nina wanafunzi wangu naendelea pale, lakini bado na ningependelea serikali iweze kutuwezesha, kutushika mkono, kuweza kutukopesha hata fedha ili niweze kutimiza hata ndoto yangu
mapema zaidi. Sawa. Lakini ndoto yangu ni hiyo, kwa sababu najua nitaajiri vijana pale, nitafanya kazi, nitasaidia kukua kwa uchumi wa taifa. Tutakuja kwenye, kama nilivyosema, tutakuja kwenye vitu ambavyo vinapaswa vitokee ili tuweze kufanikisha ndoto zetu. Hapa dada? Kwa mimi ndoto yangu na matarajio yangu mimi matarajio yangu na ndoto yangu ni kupata kazi, nipate mtaji, nipate kazi. Hiyo kazi nisaidie kwa mambo mengine baadaye. Sasa kupata kazi. Sawa sawa. Hapa? Mimi ndoto yangu natamani sana kufanya biashara ya mazao. Ndoto yangu kubwa sana. Mimi ndoto yangu natamani kuwa mkulima mkubwa. Mkulima mkubwa. Yeah. Asante ndugu mwandishi. Mimi ndoto yangu kubwa, asilimia kubwa ni pate pesa, nianzishe kwenye upande wa kilimo. Niajiri vijana katika sekta ya kilimo. Upate pesa kubwa? Niwekeze kwenye kilimo. Unataka kulima? Yeah. Ina maana nipate mashamba ya kutosha, niajiri vijana wenzangu ili tuweke nguvu katika kilimo. Sasa dada pale? Kwa ndoto yangu napenda kuwa mjasiriamali, pia mfanyabiashara mdogo mdogo, japo kwa nachinga vitu vidogo vidogo. Sawa. Mkuu, unataka kuchangia? Lakini mimi ndoto yangu kubwa ni hapa kwenye kilimo. Kwa sababu ukiangalia kwenye huu mji wa Tunduma, kama ukiangalia asilimia kubwa ukifanya biashara ya kilimo, tuseme ukifanya kilimo ni rahisi kutoka kimaisha. Japo kinachotusumbua zaidi ni mtaji. Tutakuja huko, tutakuja. Dada pale labda alitaka mic. Mimi ndoto yangu naweza nikasema nina ndoto mbili, lakini zinaingiliana. Kwa sababu ni mhitimu pia wa saikolojia na masuala ya ushauri nafsi. Kwa hiyo ndoto yangu kubwa ni kuwa mwanasaikolojia, ingawa bado tunaendelea, lakini ningetamani kuwa mwanasaikolojia mkubwa ambayo itasaidia hata kuwasaidia vijana wenzangu kufika ndoto ambazo tunatamani tufike, lakini tunashindwa kulingana na changamoto zinazotukabili. Sawa. Lakini sambamba na hilo, pamoja na usaikolojia, ningetamani kuwa mjasiriamali. Mimi ninachopenda zaidi ndoto yangu, nahitaji nimiliki taasisi ambayo hiyo taasisi na uwezo wa kusaidia na wengine, ila nianze kujisaidia mimi kwanza. Maana yake nikishapata hiyo sehemu na uwezo wa kuandaa sanaa, namna mbalimbali, mfano fundi, na nikaendelea kukusanya vijana wengine walioko mtaani, wakaendelea kupata elimu zaidi pale na kujiajiri. Ili kila mtu aweze kujikimu katika maisha haya utafutaji hapa nchini kwetu. Nawashukuru sana. Au kuna mtu alitaka kusema sijampa mic? Haya. Kwa hiyo tumeona kwamba tuna malengo yetu. Kila mtu ni vizuri kwamba anajua anataka kufanikisha kitu gani, anataka kufika wapi. Sasa swali ambalo linakuja ni kwa namna gani sasa tunayaendea hayo malengo yetu. Mimi upande wangu ni mkulima, kinachonikwamisha mtaji. Ninapambana ila mtaji unakuwa mdogo. Mtaji hakuna. Na nikishapata labda mazao kinasumbua tena labda masoko. Kingine kinachosumbua vifaa ya kuendea kwenye mashamba. Mtaji na vifaa. Ndio. Nani mwingine anatushirikisha? Unafanya nini sasa hivi na nini kinakukwamisha kufikia matamanio yako? Mpe kaka pale. Asante. Kwa mimi naweza nikasema changamoto kubwa inachokuja kusumbua ni mitaji. Mitaji kidogo inakuwa ni changamoto, kwamba uanze kwa kuanzia unaweza ukawa napo, ila sasa shida inapokuja kwa mbele, namna ya uendelezaji pale ndio inakuwa changamoto kwenye mtaji. Kikubwa nadhani ndio changamoto sasa. Lakini sasa hivi unafanya nini?
Kwa kama sasa hivi mimi najishughulisha, mimi ni fundi. Fundi welding. Fundi welding. Ndio. Lakini sasa vifaa vipo, ila changamoto inapokuja ni ule mtaji, kwamba nikapata vifaa nikaendelea kutengeneza, kuunda vitu. Na wewe matamanio, wewe ni fundi welding, kwa hiyo matamanio yako ni kufikia wapi? Yaani ni kufanyaje sasa? Kwa sababu mtu anaweza akasema si una maisha tayari. Yaani issue kubwa ni kwamba ofisi tayari ninayo, lakini sasa issue ni mtaji tu. Na malengo yangu mimi ni kwamba nahitaji niwe nikipata hivyo vifaa niweze kufungua hata ofisi, yaani kama tawi. Niwe na ofisi nyingine. Ofisi ni ya kwako? Ndio. Umeajiri watu? Najishughulisha mwenyewe. Au unafanya wewe mwenyewe? Nafanya mimi mwenyewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba pengine upate mtaji, pengine uweze kuajiri watu au kupanua, si ndio? Ndio. Na mtaji ndio shida. Ndio, mtaji ndio. Mwingine kinachokwamisha sana kwenye ukifungua biashara kwa hapa mji wa Tunduma. Well, listen. Wewe kwa mfano ulisema una daycare. Ndio. Unaimiliki, matamanio yako ni kufungua shule kubwa. Kwa hiyo una kitu tayari unafanya sasa hivi. Ndio. Nini kina kuzuia usipanue daycare, pengine ikawa hata nursery school au ikawa primary school? Jambo kubwa cha kwanza linalosumbua nadhani ni kuhusu mitaji ambao na pamoja na fedha zinazotoka serikalini kuzikopa. Ukienda kukopa kwenye benki mtu mmoja unapata usumbufu mkubwa pamoja na riba zinakuwa ni kubwa. Lakini ukijaribu kwenda kwenye serikali napo kwenye ile 10% bado fedha kutoka ni changamoto. Kwa mfano kama mimi nikitaka nikope niweke zamana daycare yangu au mimi mwenyewe pamoja na taasisi yangu, ni ngumu sana mimi kupewa mkopo. Nitazungushwa, ninaweza nikatumia gharama kubwa mpaka nikakata tamaa, nikasema basi ngoja nitumie mbinu nyingine, aidha nilime au nifanye biashara nyingine ili niendelee kujenga taratibu. Ndio maana ninachukua muda mrefu sana kuweza kufikia ndoto zangu. Lakini kungekuwa na njia rahisi, serikali itengeneze mazingira rahisi kwa sisi vijana kuweza kuzipata zile fedha na kuweza kuwekeza sisi vijana hapa Tunduma, ninakuhakikishia kwa muda mfupi sana, hata hapo ulivyokuja kila mtu angekuwa amepaki gari yake hapa. Sisi vijana ni wachapakazi. Mtaji tena umejitokeza. Kaka hapa. Asante. Mimi bwana, kwa sasa hivi najishughulisha na biashara ya library, tuna share. Mimi kinachonikwamisha kama nilivyozungumza hapa kwamba na degree ya procurement and logistics management, kinachonikwamisha ni nafasi za kupata ajira. Kumekuwa na changamoto sana ukizingatia katika hizi tulizosomea sisi. Kazi kwanza zinazotoka mitandaoni unatakiwa uwe na uzoefu wa kuanzia miaka 3, mingine inaenda mpaka miaka 10. Sasa ukiangalia wewe umetoka chuo, umeingia mtaani kutafuta kazi, umezunguka mpaka kutafuta kazi ndio ikawa kazi yako. Yaani unajiajiri kutafuta kazi, si ndivyo? Kwa hiyo ndio shughuli nyingine ambayo inanikwamisha kufikia malengo yangu ya kupata kazi. Kingine kinachonikwamisha kwa sababu unapokosa plan A inabidi uwe na plan B. Kwenye biashara pia nilisema lazima nijiendeleze kwenye biashara. Kama hapa nilivyojiendeleza hapa kwenye swala la library. Changamoto nyingine ni hiyo, mtaji wa kupata kuendeleza, kwa sababu unapokuwa na biashara kama hiyo utataka ufungue labda wewe ndio msambazaji wa labda hii Mpemba nzima. Sasa ili uwe msambazaji unatakiwa uwe na mtaji mkubwa. Unatakiwa uwe na library. Mnafanya nini library? Library hizi ni za kubani movie. Ndio. Okay, sawa. Kwa hiyo mtu anakuja mnamwekea movie, nyimbo hivyo. Okay, sawa. Unamaanisha hicho. Sawa. Mwingine? Mimi ni fundi furniture. Seremala. Ya seremala ndio. Yaani hupendi kuitwa seremala?
Sipendi, unajua seremala na kitu ninachokifanya. Seremala ni kama uwe na mzee fulani au? Seremala wanatengeneza utu viti tudogo tuvigoda. Sasa mimi ni fundi wa sofa. Kwa hiyo kidogo hapo kuna hadhi kidogo hapo. Okay, fundi furniture. Kumradhi. Kwa mimi nachoweza kuzungumzia vitu ambavyo vinatukwamisha sisi kwenye hizi shughuli ni pamoja na upandaji wa bidhaa. Unaweza ukawa una kijimtaji chako kidogo kidogo, unategemea mfukoni una 200, unaenda sasa kutafuta bidhaa ambazo nitakuwa uje ufanyie kazi. Unafika kule unakuta bidhaa zimepanda. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, unajikuta unaingia kwenye akiba nyingine ambao ndo ulikuta umeweka kwamba ambayo ndo inatakiwa ikusaidie. Kwa hiyo unajikuta ile akiba sasa haiongezeki, inaanza kushuka. Kwa hiyo pia inakuwa ni changamoto mojawapo ambayo inatusababishia sisi tushinde kufikia ndoto zetu. Lakini pia sitakuwa mbali na ndugu zangu, sisi ni vijana, tunapokuwa tunafanya hizi shughuli pia tunaomba serikali mikopo hii ya 10% ndiyo inasemwa sana, lakini kuna baadhi ya vijana walio wengi hawapati hii mikopo na wala hawanufaiki na hii mikopo. Vigezo vimekuwa vingi sana, kitu ambacho tunashindwa. Sawa. Kwa hiyo tunaomba walegeze kidogo. Walegeze. Kuna yoyote ambaye malengo yake yanakomishwa na kitu kingine ambacho sio mtaji? Mimi nadhani malengo yangu yanakwamishwa kwa sababu ya sijapata nguvu kazi. Kulingana na mimi mwenyewe nilipoishia, nilikuwa natamani ningepata wadau waweze kunisaidia kupitia hiyo swala ninalolihitaji. Wakusaidie nini kwa mfano? Nilichokuwa naomba mimi wangenisaidia kupata majengo. Rasilimali yangu kubwa ni majengo. Nikipata majengo na mimi naweza nikaifanya kazi yangu kwa ufanisi. Kwa sababu mpaka sasa hivi najitahidi kuwafundisha watu baadhi ya fani na wanafanya na zinawasaidia. Wewe unafanya nini sasa hivi? Mimi sasa hivi najishughulisha na ujasiriamali na chinga humo mtaani. Pia naendelea kuwafundisha vijana swala la ufundi, kwa mfano kuprinti vitambaa, kutengeneza mashuka kwa kutumia mikono. Sawa. Kuandaa shughuli mbalimbali ili aweze kujipatia pesa. Mfano kwenye upande wa kuchinga, naweza nikajinunua bidhaa na mkabidhi na yeye anaenda kuuza kwa faida zaidi ya pale ambapo mimi nimenunua, ili aweze kupata hiyo faida na yeye msaidie. Pia nimesaidia wengine kuwafundisha ufundi mdogo ambao hautumii mashine, ni kutumia mikono. Sijajua kwa mama wananielewa, wanasema kusasambua. Yaani tunaenda kukata nguo tunasasambua kwa mikono. Sasa ningekuwa na jengo rasmi maana ilikuwa ni rahisi, kwa sababu nilianzia mji wa Tunduma mpaka hapa Mpemba saizi. Na bado nina watu na wengine wanahitaji, ila sina mahali sahihi kusema tutakutania wapi na wazazi wajue. Na pia kitu ambacho kingine najishughulisha nacho, natoa elimu kwa watu ambao hawajasoma MEMKWA. Nawasaidia wanajifunza kusoma, baada ya kujua kusoma na waunganisha na shule zilizopo jirani ili waweze kuendelea kupata elimu. Yaani hivyo ni vitu ambavyo unavifanya hivi sasa? Navifanya kwa saizi. Ndio. Kwa hiyo hata hiyo inahusiana na mtaji kidogo, sio? Yaani kwa sababu jengo unalipata vipi bila mtaji? Mimi picha ninayoipata ni kwamba ninavyowasikiliza, yani mtanisahihisha, lakini kwa ndio maana nikauliza kama pengine kuna mtu ana. Mimi picha ninayoipata ni kwamba inavyoonekana ni kwamba kilichopo kati ya matamanio yetu na ufanikishwaji wake ni mtaji. Kitu kingine. Sama nianze. Hapo labda kidogo utakuwa umenani, kwa sababu vijana wengi sasa hivi sio kwamba hawana taaluma walizosomea ili kufanikisha majukumu yao, sawa? Ila wengi kutokana na hizi kupata ajira imekuwa ni ngumu, ni shughuli, wameamua wajiongeze. Na ukishafikia miaka 25 kwenda mbele hapa sasa, hata ile hujaajiriwa, hata ile
pressure ya kusema uajiliwe tena, matamanio ya kuajiliwa kidogo yanakuwa yanakata. Sasa akili yake kubwa inayompeleka ni kwamba kufanya nini? Kufanya biashara. Ndio maana utapokuja haraka haraka kumuuliza, moja kwa moja atakwambia mimi kwa sasa hivi ninachokifanya nataka kufanya nini? Biashara, kwa sababu ndo ameshajikita huko. Ila wengi sana. Kwa mfano hata nimezungumzia mimi unakuta amesomea taaluma fulani, ila kwenye mchakato wa kupata ajira pale ndio imekuwa changamoto. Umeona? Sasa si ndio hivyo, kwa sababu serikali inasema ajira hakuna na nini. Kwa hiyo maana yake lazima, kimsingi ni kwamba hata serikali inasema kwamba inawategemea nyinyi vijana mnaotoka vyuo vikuu muje muanzishe taasisi muajiri wenzenu. Unanielewa? Kwa ambayo sasa, na ndio maana nikasema pengine mtanisahihisha, hiyo pia inarudi kwenye swala la mtaji. Ndio. Mimi nilikuwa nataka niongezee kitu kingine kuhusu kodi. Kodi imekuwa ni kipengele kigumu sana kwa wafanyabiashara hapa mjini Tunduma. Kuna kodi nyingi sana. Leo unaweza ukajidunduliza ukapata mtaji wa 500,000. Ukifungua ka ofisi kako tu, ili mradi tu ni kachumba, ka ofisi ka 500,000. Atakuja halmashauri wanataka leseni. Atakuja TRA anataka mapato. Atakuja bwana afya anataka hela. Watakuja wakata wanataka hela. Hiyo biashara 500,000 unauta kwa siku unauza 10,000 au 20,000. Hiyo ugawane na watu wote. Kwa hiyo inakwamisha serikali ipunguze tozo. Tozo zimekuwa nyingi sana. Sawa, nakushukuru sana. Kwa maana yake sasa tuna mtaji lakini na tozo zilizo nyingi. Lakini kwanza tubaki kwenye huu mtaji ambao ni wengi wenu mmeutaji. Sasa huu mtaji inabidi utoke wapi? Kwa sababu kila mtu hapa anasema kwamba mimi nikipata mtaji nitaongeza biashara yangu, nikipata mtaji shamba langu yaani utoke wapi mtaji? Mtaji, halmashauri ina fedha ambazo huwa wanatutangazia kila siku kwenye vyombo vya habari pamoja na hata kwenye mikutano kwamba kuna fedha zinatoka 10% ya halmashauri yetu hii, na hii halmashauri ni halmashauri inayoingiza fedha pato kubwa sana kwa nchi. Kwa hiyo sasa, lakini hizo fedha hatuzipati, wala vijana ambao sisi ni tupo hapa mji wa Tunduma hatuzipati hizo fedha, ila tunasikia tu kwamba kuna fedha zipo watu wanapata, lakini tukienda kuomba hatuzipati. Vigezo vimekuwa ni vingi, kila siku hivi. Kwa hiyo tunaomba warahisishe zile sheria na vigezo vyao, ili na sisi kweli tupate, tuone. Mimi nikiona huyu amepata, mimi nikikosa nitajua ni kweli wanatoa, lakini huyu nikimuuliza amekosa, yule nikimuuliza amekosa. Kwa nini wote tukose? Nani hapa, wangapi waliwahi kwenda kuomba mkopo halmashauri? 1, 2, 3, 4. Nani alipata? Mpe kaka hapa, ilikuwaje? Tupe uzoefu wako. Yaani kama mimi, jinsi ya kwenda kuomba mkopo wa halmashauri, hususan mimi tulianzisha kikundi kama kikundi kwamba tupate mkopo, lakini ukiangalia hicho kikundi sasa kina zaidi ya miaka 2, lakini ukiangalia process zinakuwa ni nyingi. Mara wanaita ukienda, kwa sababu process zote tulishamaliza. Ukimaliza process wanaweza kukwambia labda tutawaita, subiri tutawaita. Inafika muda wa mkopo, kwa sababu ukiangalia mkopo wa halmashauri na maana kwa mwaka wanatangaza wenyewe kwamba tunatoa mara 4. Sasa hususan nakuta wanasema tayari mkopo umeshatoka. Labda tumetenga bilioni kadhaa kwa ajili ya mkopo. Sasa ukiangalia na wahitaji wa ule mkopo wanakuwa ni wengi. Nayo inakuwa ukichanganua ile mkopo ile hela walioitenga ile na watu walivyo wengi kwenye vikundi ni wengi. Ndio maana unakuta asilimia kubwa hawa wajasiriamali hawa wapambanaji, yani tuseme wapambanaji, asilimia kubwa anaona ni rahisi akaenda tu kwa hivi bandaumiza hivi, wanasema bandaumiza, mkopo wa kausha damu. Akienda kule kwa sababu anakuwa amesha mkopo kule ni rahisi, wanakuuliza labda barua mtendaji na dhamana yako, labda mtu ndani ana TV anaweka labda dhamana yake ni TV, anachukua labda mkopo hata 200,000 laki ngapi, lakini mkule mkopo unatoka haraka. Sasa kama kule huo mkopo wa kausha damu kama unatoka haraka, kwani serikali nayo ipunguze vigezo ili mtu anapoenda ukopa kule halmashauri iwe ni rahisi, angalau hata akienda wiki 2 au wiki 1
awege tayari ameshamaliza process zote, ameshapata mkopo wake, na hiyo hela ameshaipata, ameanza kufanya malengo yake. Haya, unaenda ukopa halmashauri, umekaa mwaka mzima, na maana hapo tayari ndoto ile umeshaipoteza kabisa, kwa sababu yale matarajio yako ambayo ulitaka hiyo hela ukope ufanyie, na maana tayari umeshapoteza. Huwezi ukakaa mwaka mzima alafu bado una ndoto ile ile. Ndio maana tunajikita bora kwamba tumekosa huko, ndio hatujakosa kabisa, tutakiwa niendelee kupambana mimi mwenyewe, kujisukuma mimi mwenyewe ili kutimiza ndoto yangu. Mimi nilishawahi kupata. Hebu tueleze kidogo. Yaani kweli process zipo. Kuanza kuandaa katiba, mchakato ule wa uandaaji, ni kweli unahitaji fedha. Na kama huna fedha halafu unataka mkopo, huwezi ukapata kirahisi, kwa sababu ili upate mkopo lazima kuna zile taratibu za kuandaa hizi katiba, na zinahitaji fedha na sio ndogo. Ingawa watu tu wanazungumza juu, andaeni katiba haraka haraka mje mpate mkopo, lakini zile katiba zinachukua fedha nyingi, zina process nyingi zinamopita, na moto unatakiwa utoe nini? Fedha. Hapo unakuja umeshafanikisha hivyo vyote, umepeleka kule, kuanza kusubiria sasa ile cheti chenu cha kuthibitisha kwamba sasa hichi kikundi kimeshakuwa tayari. Inachukua muda. Bado ukishapata hicho cheti, sio kwamba umepata nini? Mkopo. Unaanza kusubiri tena, na maana ni muda mwingine. Sasa kupata cheti na kupata mkopo ni vitu vili tofauti. Kama alivyozungumza, yani mpaka unapata mkopo inaweza kuchukua mpaka kuandaa hivi vitu vyote. Kuna watu mpaka unakuta anarudia mara 3 ndo anakuja anapata mkopo. Inachukua wewe, ili kuchukua muda gani mpaka kupata mkopo? Kwa sisi ilituchukua, tulivyoanza kuandaa ilichukua miezi kama 5. Tulivyoanza kuandaa ile katiba, walivyotuambia sasa hivi anzeni nini mchakato, ilichukua mpaka miezi 5. Na mpaka kupata mkopo unamaanisha? Ndio. Ilichukua miezi 5. Aha. Na ilichukua ni bodaboda. Aha, kwa mlipewa pesa au mlipewa bodaboda? Tulipewa pesa, zile pesa ndo tukaenda kufanya manunuzi ya bodaboda. Aha. Okay. Na ulikusaidia lakini? Ya, ilinisaidia kwa sababu kwa muda huo ulikuwa ni lengo langu kwamba nipate bodaboda, nifanye kazi, niweze kutimiza nini? Malengo yangu ambayo nilikuwa na matarajio yao. Kwa hiyo okay. Kwa hiyo wewe ukisikia kwa mfano kama kaka amesema hapa kwamba hii mikopo haitolewi kabisa, wewe unaona si kweli, sio? Mikopo inatolewa. Mikopo inatolewa. Nirudi tena nyuma. Vigezo sisi ambavyo tulitumia kupata ile mikopo ya nyuma, na sasa hivi kuna vitu vimeongezwa. Vitu vilivyoongezwa sasa hivi, mle ndani kuna michanganuo mingi sana. Kwa mtu ambaye hana elimu, ambaye ni mtu tu hana elimu, anahitaji mkopo, ni ngumu sana kutoboa, kwa sababu itamhitaji atumie fedha nyingi, awaone watu ambao wana elimu wamsaidie kufanya mchanganuo ili aweze kupata nini? Mkopo. Kwa hiyo ile michanganuo ndio kigezo kikubwa. Kwani pale halmashauri hakuna mtu ambaye unapaswa uonane naye akupatie hiyo elimu? Wale watu wapo, lakini sasa kufika, kwa sababu kuna wale maafisa maendeleo ya jamii, si ndivyo? Inatakiwa waje kutembelea vikundi, hususan wapi? Kwenye hizi kata. Lakini kuna hawafiki nadhani. Yaani kuja kutoa elimu za vikundi kwenye kata hawafiki. Ila wangekuwa wanatenga muda kuja kuzungumza na hivi vikundi na kuwapa elimu nzuri, vijana wengi wasingekuwa wanakosa mikopo hii, kwa sababu wangekuwa tayari wana elimu ya kutosha, wanajua wakifika hapa wanaweza kupata, wakifika hapa watakwama. Wala halmashauri zenyewe zinasema kwamba zinaweka hayo masharti magumu kwa sababu vijana hamrejeshi pia mikopo. Sasa hiyo wanachokifanya ni ile ya kwamba samaki mmoja akioza wote wameoza. Kumbe wanakuwa wanawaadhibu watu wengine ambao hawafanyi vitu vya namna hiyo. Tunashukuru Mungu, sisi kwenye kikundi chetu tulirejesha fedha kwa muda mwafaka. Tulipangiana kwamba ile fedha unachukua kwa mwaka mzima, lakini sisi tulirejesha ile fedha ndani ya miezi 11, tukawa tayari tumeshamaliza, kwa sababu tuliweka mikakati mizuri. Ndiyo, kuna vikundi vingine vinashindwa kurejesha nini? Mikopo.
lakini sio kikundi kizima. Kuna baadhi ya wanakikundi ambao wanakuwa sio waaminifu. Wale ndo wanaochangia kusababisha watu wanaingia kwenye hizi changamoto za kurejesha mikopo kwa ukamilifu. Unataka kuchangia nini? Sasa hivi kwa mfano nchi yetu ina mfumo wa kuwatambua wananchi, kwa mfano mfumo wa alama za vidole NIDA. Sidhani kama kuna kijana ambaye anaweza akawa hawezi kurejesha ule mkopo. Kama kweli serikali ilikuwa ina nia kuwakopesha watu, NIDA zipo. Mimi naandika jina langu, naitwa Benjamin Bukuku, napatikana. Wao wakiingia tu automatic watanijua mimi nilipo. Yaani ni mambo tu ambayo hajakaa vizuri. Wakae tu warejee pia sera za zile za mikopo, wasaidie vijana. Vijana wanapata shida sana. Wengine ndo hapa tunaona wengine wanajiingiza kwenye madawa ya kulevya, kwenye nini. Lakini kumbe serikali ilikuwa inaweza. Leteni NIDA huku jamani, andika jina lako, wewe ni fulani, unataka mkopo wa shilingi ngapi? Mimi nataka mkopo wa kiasi fulani. NIDA zipo, watanikuta tu. Watu wote wana NIDA? Kwa sasa kama kigezo kitakuwa ni NIDA. Kigezo cha kupata mkopo ni lazima uwe na NIDA. Uwe na namba ya NIDA. Kingine kwa mawazo yangu ambao ningependa kushauri, kutokana na hiyo serikali wanavyozungumza kwamba vijana hawarudishi mikopo, na ukiangalia kwenye wanakopesha vikundi, si ndivyo? Wanapokopesha kwenye vikundi, unakuta katika vikundi labda cha watu 5 labda ni watu 2 au mmoja ndio amekwama kurejesha mikopo, si ndivyo? Serikali inaweza, tunatambua kwamba serikali inaweza ikamfuatilia mpaka ikampata, lakini kwa swala la kusema waweke masharti magumu ili kikundi ndio kipate mikopo, hiyo mimi naona sio sahihi, kwa sababu wangeweka kwamba basi kijana mmoja aweze kukopa yeye peke yake. Sawa. Si ndivyo? Sio swala la kukibani kikundi kizima kwamba kuweka masharti magumu. Na vipi kuhusiana na mikopo hiyo ya kausha damu? Kwa sababu hapa bwana mkubwa akatuambia kwamba huko ni utelezi. Unakwenda unachukua mkopo, unapiga issue zako. Nani alishawahi kuchukua mkopo wa kausha damu? Tunavyosema kausha damu au vibanda umiza inatoa mikopo kwa haraka sana. Mfano mimi nikahitaji mkopo pale, naambiwa tu una passport. Natoa passport picha. Picha passport size. Nikiwa na passport size 2 naambiwa mdhamini aliyejenga. Sasa unakuta tayari wengi wamejenga. Kwa hiyo ni kumuita tu jirani naye ana passport, siku hiyo pesa imetolewa. Shida ni kuja ile pesa inakuwa yani ina riba kubwa. Wewe ulichukua mkopo wa shilingi ngapi? Kwa kweli mimi kausha damu nimechukua mkopo mpaka wa kufika 1.5 milioni. 1.5 riba inakuwa shilingi ngapi? Kwenye 1,000,000 riba 300,000. Kwa 1.5 riba 450,000. Kwa hadi uje urudishe hiyo pesa tayari unajikuta unahamisha madeni na madeni. Maana ukilaza inazaa riba. Kwa yani imesababisha hata ndoa nyingi kuyumba kwa sababu ya hizi kausha damu. Lakini wewe ulifanikisha kurejesha mkopo? Nilifanikisha, ila kwa mateso. Yani kwa kuhamisha vibanda umiza zaidi ya 6. Kivipi yani? Yani mfano labda nilichukua kausha damu ya kwanza, inafika siku ya rejesho sina pesa. Naenda kausha damu nyingine. Nachukua pesa, naenda kupunguza kule labda siku 5 ili niwe na amani niendelee kutafuta pesa taratibu. Kwa hiyo nilikuja kufanikisha kwa kuingia kwenye hizo pesa za halmashauri. Niliingia kwenye kikundi ambacho kilipata pesa halmashauri, nikapata 1,000,000 kwa lengo la kwenda nikafanya biashara. Ila sikuweza kwenda kufanya biashara, ikabidi nikajikwamua na kausha damu. Kwa hiyo nikabeba za halmashauri nikaenda kulipa kausha damu. Kwa hiyo nikaendelea tena kupambana mdogo mdogo ili niweze kulipa zile pesa za halmashauri. Lakini halmashauri uliwarejeshea pesa zao? Nimewarejeshea na nimemaliza saa hizi. Ila kwa kweli hizi pesa za halmashauri kwa Watanzania wengi saa hizi zinatusaidia kwenda kufaulisha madeni ya vibanda umiza. Maana tulishajikuta tumeshaingia kule. Serikali kwa kweli tutazame kwa upande wa pili. Lakini kausha damu haikuharibu ndoa yako? Kausha damu iliharibu ndoa yangu, maana yake mume alinichukia. Na alinikimbia, baada ya kumaliza madeni alirudi. Sawa jamani, asanteni. Sasa swali linakuja, sisi wananchi hatuko peke yetu. Sisi tuna serikali, au sio? Hapa kwa mfano kuna serikali ya mtaa, kuna serikali ngazi ya halmashauri, kuna serikali ngazi ya
wilaya, ngazi ya mkoa mpaka taifa. Yaani na wale wakuu kule wapo kila siku wanasema kwamba wapo wanapambana kwa ajili yetu sisi. Haya tulioyaibua hapa wanayafahamu? Wanayafahamu kwa sababu wengine pia wanayaishi hayo. Kwa mfano hapa tunashukuru, kwa mfano kama hii halmashauri yetu ya mji amekuja mpaka huyu waziri wa vijana, tulijaribu kuongea kwamba bwana, hivi vigezo hivi vimekuwa vingi sana, tunaomba utusaidie, lakini tunakuwa tunashiriki makongamano mbalimbali, huwa tunatoa hizi changamoto. Ongeeni na wakurugenzi hao, pelekeni hizo proposal huko juu, jamani, vijana huko wanapata shida, hivi vigezo vimekuwa vingi. Hivi leo tunazungumzia at least sisi tuko huko mjini, wengine tunajua kusoma na kuandika. Kuna wengine ambao wako huko vijijini, kwa hata kuandika tu jina lao ni ngumu. Sasa utawaambia waandike katiba, wataweza? Lakini ungewaambia kwamba vigezo jamani, au ni kitambulisho mpiga kura na NIDA au na nini, mtendaji na mwenyekiti wako anakufahamu. Sidhani kama kungekuwa haya. Leo tunasema hii mikopo labda inawahusu vilema, wataandikaje, watafanyaje wale? Na maana mwisho wa siku ndo wanazidi tu kuomba. Wao wanayafahamu kabisa yes, wanafahamu hivi. Wengine wanayaishi kabisa haya maisha. Mimi na kazia tu, kwa sababu ile fomu ya mkopo unapoipata lazima itapitia kwenye ofisi. Kwa namna moja ama nyingine wanayajua vizuri. Ila tu ni namna tu waandae tu mfumo mzuri wa kutusaidia sisi wananchi. Wakija kwenye mikutano mnawahoji? Mikutano si kuna mikutano ile katika ngazi ya mtaa, mwenyekiti anakuja anaonana na wananchi, mbunge yupo, namba zake zipo. Kwenye mikutano kwa mfano mnayaibua haya maswali na majibu yao yanakuaje? Wanajibu nini? Asante. Naweza nikazungumzia kwenye kata hii nzima ya Katete. Kuna mtaa mwenyekiti alishapiga marufuku hii mikopo ya kausha damu. Mwanamke akija peke yake kusaini ile fomu, anasema unapotaka hiyo fedha njoo na mme wako ndo na kusainisha hiyo fedha. Kwa hiyo naona yule mwenyekiti aliupiga mwingi. Kwa hiyo wote wangefanya kama hivyo, ndoa nyingi zisingekuwa zinaharibika, na wanaoongoza kwa kuchukua hizi fedha ni akina mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya shughuli zao za ujasiriamali mdogo mdogo. Lakini unaona ni sawa eti mwanamke akienda kuchukua mkopo asipewe eti mpaka ambatane na mume wake? Ninaweza nikasema ni sawa, kwa sababu mnapoishi kama familia ndani lazima mshare mawazo. Hata kama unaweza ukawa na wazo lako tofauti, lazima mshirikishe mwenzao, kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa mambo yakiharibika. Ndo kama hivi ndugu yangu hapa, dadangu anasema alienda peke yake kakopa, mume wake kashtuka, kakopa huyu, utalipa mwenyewe, kaondoka. Kwa hiyo angekuwa amemshirikisha sasa mwenza wake kwamba bwana yeye anaenda kukopa, akaridhia, basi kusingekuwa na changamoto. Mimi nataka nikuulize. Kwani wewe mke wangu ukienda kukopa kausha damu, mimi mume naathirika nini? Kwa mimi ninavyoona ni sawa, kwa sababu vile ninavyoishi mimi ndani, yani vile, kwa sababu mimi hapa nimeolewa. Mume wangu atataka kuniuliza, unataka nini hapa tukiweke sawa, hiki kiende hivi, hiki kiende hivi. Manake pale mtakuwa mnashauriana. Utamwambia hivi, yeye atakusaidia. Hivi atakusaidia ili kinapotokea asiwe anafanya nini? Anashtuka. Yaani swala lilikuwa hivi. Mwanzo alikuwa anapewa hela hizo wakienda peke yao. Changamoto ikaja, inakuwa vipi? Unapoenda kausha damu lazima uweke dhamana. Na dhamana mtu anaweka godoro, TV, friji, si ndivyo? Sasa yule mwanamke akienda peke yake, si anaweka friji. Akishaweka dhamana friji, baadaye akishindwa kulipa mkopo, wale waliomkopesha wanakuja nyumbani kuchukua zile dhamana zao. Sasa wakija kuchukua dhamana zao ndo wanakutana na yule bwana. Sasa naambia mbinikopesha mimi. Ndio pale kunapokuwa na ugomvi. Mimi naomba niongezee kupitia kwa wajumbe wenzangu. Mikopo iliyoko mingi saizi tunaopewa kipaumbele ni wanawake. Mfano kuna kampuni inaitwa Black Asa. Mikopo yani hiyo tunaokaa kwenye yale makundi ni wanawake na sio wanaume. Na haruhusiwi mwanaume kabisa kuzuia kwenye ile kundi. Ila mwanaume yeye anaruhusiwa kudhamini. Kwa changamoto inapokuja kwamba aliyekopeshwa deni ni mwanamke, mdhamini ni mwanaume. Kwa mwanaume yeye anachukua jukumu la kukimbia, kwamba anaona kwamba hata kama akaja mimi nimejificha,
yeye hata mkuta, na ndio maana anaamua itelekeze familia. Kwa hiyo tuseme tu kiujumla, mikopo iliyoko mingi mji wa Tunduma, kipaumbele ni wanawake, sio wanaume. Kwa hiyo tunahitimisha kwamba viongozi wetu wanajua haya mambo, sio kwamba hawajui. Wakija kwenye mikutano tunawaambia, si ndio? Nataka kuchangia labda kwa hapo mimi nataka nichangie kuhusu hoja kwamba dhamana kubwa ni wanawake. Ndio maana sisi kama hii mikopo hata ya halmashauri, kwa sababu kijana ukishafikisha tu umri miaka 35 na maana tayari hapo uruhusiwi kufanya nje kukopa. Maana kwa sababu wanaangalia tu kijana kwamba kuanzia miaka 18 hadi 35 kushuka. So ukishafika huko, kwa sababu mama yeye hana kikomo cha kukopa. Mama hata afikishe miaka 50 yeye anakopa. Hata 80 huko nadhani wote wanakopa, hata wazee sijui nini. Lakini sasa ndio ukiangalia, ndio maana anasema fursa nini ni kwa nini kwa wanawake. Na maana ingekuwa kwa wote kwamba hata kwa sababu ndio maana sisi vijana hata ukiangalia swala la mikopo labda angerahisisha kwamba angalau kwa kipindi hiki labda cha hata kama ni mikopo inatolewa wao wanaangalia kwamba labda huu mji wa Tunduma unakata ngapi, na kwa muda huu wanatangaza kwamba labda kata fulani na kata fulani tunatoa labda kwa kila kata angalau kikundi hiki kimoja. Tusingekuwa tunaweka kule foleni kubwa kwa ajili ya kuwa kwamba wote tuna hapa kata, tuseme kata Katete labda tumetoka vikundi 10, kata nyingine imetoka vikundi 10, au ukienda kule halmashauri ukijumlisha kata zote tunakuwa kama vikundi zaidi ya 100. Sawa. Lakini sasa ukija kupiga hesabu katika hivi vikundi 100 waliopata mkopo ni vikundi 5. Au tena inakuja hapo hujawahi kopa na hujawahi kopa ndo mwaka wako wa kwanza ukopa. Alafu kule ndo tena inakuja swala la uzoefu. Kuna mwingine alishawahi kukopa, ni mrejeshaji mzuri tu, alafu wewe hujawahi kukopa, mnaenda na yule ambaye ameshawahi kukopa, na maana yeye ni rahisi kupata mkopo kulingana na kwamba huyu mtu ni mzoefu wa kukopa, lakini urejeshaji wake ni mzuri. Ndio maana pia nalo hilo mimi niliona kwamba labda vikundi vingi tunashindwa kupata mkopo kwa ajili la hilo ambalo kwamba ndo mwaka wako wa kwanza ukopa na hujawahi kopa, hawajui urejeshaji wako wa fedha hizo unakueje. Kwa hiyo wanadili, unaweza kukuta wanaokopa mikopo, wanaopata hiyo mikopo, wanaonufaika ni wale tu ambao kwa wanakopa mara nyingi. Sawa. Ndio. Hebu mpe mwana saikolojia hapo. Nilikuwa nataka kukuuliza kitaalamu, hizi mambo zinaweza zikawa na athari gani kwa vijana? Kwanza kabisa tunapopitia changamoto kama hizo inaweza ikatuathiri kisaikolojia, kwa sababu unapitia changamoto kama hizo alafu hauoni matumaini. Pengine hata ukiona matumaini, lakini unajua kabisa kwamba hata labda mfano umesema naenda kukopa, lakini unajua kabisa kwamba athari ya kukopa ni hii, kwa bado matumaini unakuwa haupati. Kwa hiyo inaweza ikakuathiri pia, kwa sababu kiufupi itakuathiri afya yako ya akili. Utakuwa na mawazo kwamba sasa nimepata hii fedha, utaenjoy nayo siku moja, labda utatatua hilo tatizo lako, lakini baadaye itaanza tena kukuathiri kesho yake kwamba sasa nimepata hizi, nitaanza kurejeshaje? Kama alivyosema dada yetu pale, baada ya siku 5 anaenda tena huku anazalisha tena tatizo baada ya tatizo. Kwa hiyo inakuwa inakuletea msongo wa mawazo kila siku. Na ili nisiathirike, kwa mfano naweza kukabiliana vipi na hizi shinikizo? Ili usiathirike na mambo kama hayo, kwanza kabisa unaweza ukafikiri njia mbadala. Umepitia changamoto inayohitaji fedha, let's say mamako anaumwa, unakopa hiyo fedha ukitegemea kwamba unaenda kumtibia mamako. Unaweza ukafikiria njia mbadala nyingine, ukiachana na kukopa ufanye kitu gani kingine ambacho kitatatua tatizo lako, kwa sababu ukifikiria kwamba ukienda tu kukopa unazalisha tatizo baada ya tatizo. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo unaweza ukafikiria kwamba
unatafuta mbadala wa njia nyingine. Lakini ni mpaka hiyo njia nyingine iwepo, si ndio? Nawashukuru sana jamani. Labda tumalizie kwa kitu kimoja. Hali inaweza ikawa mbaya sana, si ndio? Sisi tuna matamanio, tuna familia, inabidi tuzilee, tunategemewa nyumbani kwetu. Kuna mambo mengi, lakini kija huku unaona biashara haziendi. Mambo yanaweza kawa mabaya sana sana. Lakini nataka mnishirikishe kitu kimoja ambacho kinawapa matumaini kwamba hali inaweza kuwa nzuri, hali inaweza kuwa bora. Kwa upande wangu mimi, kitu ambacho kinaweza kikanipa matumaini, kwanza kabisa kama nilivyosema, najishughulisha na shughuli za kijasiriamali, lakini pia najishughulisha na mambo ya kisaikolojia. Tukienda kwenye swala la ujasiriamali, kitu kinachonipa matumaini ni kwamba siku ya leo inakuwa haifanani na siku ya kesho. Jana inakuwa haifanani na leo. Inaweza ikawa hazijapishana siku moja au mbili, lakini hata ikifika mwezi unajua kabisa kwamba nilianza na mtaji wa kiasi fulani, lakini kwa sasa nina mtaji wa kiasi fulani, umeongezeka kwa kiasi fulani. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinanipa matumaini, japo kuna wakati na utaanguka, lakini kuna wakati unainuka tena. Kwa sababu unaona pia biashara inavyoenda, kwamba kutokana na mapato ya hivi, ipo siku nitaweza kufanya kitu kizuri zaidi. Lakini pia kwa upande wa masuala haya ya kisaikolojia, kitu kinachonipa matumaini ni kwamba mimi siku zote huwa nafikiriaga kwamba hamna mtu aliyeanza tu kuwa mkubwa. Kila mtu anasema mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo kila kitu kikubwa ni matokeo ya kitu kidogo. Kwa hiyo nikifikiria vitu kama hivyo, napata matumaini kwamba siku moja na mimi nitaweza kuwa mtu mkubwa. Kinachotupa matumaini asilimia kubwa kwa watu tunaopambana ni pale labda kwa mfanyabiashara. Mfano mimi najishughulisha na mambo ya miamala na kukopesha simu. Kinachonipa matumaini ni pale unapoagiza mzigo labda kutoka Dar es Salaam, lakini ule mzigo unapoangalia kulingana na mzunguko unatoka kwa wakati. Kwa hiyo kitu kinanipa matumaini, naamini ipo siku nitapata kitu kizito ambacho kinaweza kunisaidia kujikimu katika maisha. Asilimia kubwa kinachompa matumaini mtu ni mzunguko wa biashara anazozifanya. Mfano mfanyabiashara labda wa mazao ameweka mzigo kwenye godown, lakini ule mzigo umetoka kwa wakati. Mfano mzigo alitegemea labda atauza ndani ya wiki moja, ila umetoka ndani ya siku 3. Lazima anapolala na kuamka lazima amshukuru Mungu, akiamini kwamba kupitia huu mzunguko anaoufanya ipo siku atapata kitu kikubwa. Sawa sawa. Na kwa mfano labda kama ungekuwa upo kwenye nafasi ya kuweza kubadilisha maisha ya watu, amenichukulia kwa mfano kama wewe ungekuwa rais, ungebadilisha kitu gani? Mtu yoyote, ungebadilisha kitu gani kufanya maisha ya watu kuwa bora zaidi? Kwanza ni kuziangalia upya sera za nchi, hususan sera zinazohusu vijana na walemavu, kuziangalia pia sera zile upya. Kwa mfano leo tunazungumzia sera ya mikopo, kuiangalia upya, lakini pia ufuatiliaji, hususan kuna wale viongozi wengine ambao unakuta ndo wanakwamisha baadhi ya watu, wanataka kujikwamua sehemu moja hadi nyingine, lakini yeye amekaa hapo kwa ajili ya kuwakwamisha wengine. Kwa hao hapo pia tu ningedili nao. Sawa sawa. Kwanza kabisa viongozi walio ngazi za juu, kuna vitu wanakuwa wanadanganywa, wanapelekewa taarifa ambazo sio. Mimi ningekuwa kiongozi mkubwa, ningediriki kushuka mpaka huku chini kuangalia kwenye kiini kuna nini. Kwa sababu au kwa mfano, kuna fedha inatoka serikali kuu inakuja ngazi ya chini kabisa. Ile fedha inapita njia nyingi mpaka inakuja inafika huku chini, hiyo fedha tayari ni ndogo. Kwa hiyo unaona sasa kuna watu hapa katikati ambao wanafanya mambo yao. Kwa hiyo pasipo na kuwafuatilia, basi huku chini wataendelea kulalamika. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi, shuka mpaka chini kule kabisa, nenda mwenyewe kahakikishe, kajiridhishe kwamba kazi inafanyika. Sawa sawa. Sawa ndugu zangu, mimi na washukuru sana. Tulikuwa na muda mzuri
tumezungumza mambo mengi, na ni matumaini yangu kwamba tukienda kuyachapisha wahusika watasikia na kuona kama kuna chochote wanaweza kufanya kurekebisha hali iliyo ambayo tumeibua hapa. Mtazamaji wa The Chanzo, mpaka kufikia hapa ndo tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo tulikuwa tunafanya hapa na vijana kutoka kata gani? Kata ya Katete, mji wa halmashauri ya Tunduma, halmashauri ya mji wa Tunduma, wilaya ya Mbozi, Momba, wilaya ya Momba, mkoani Songwe. Tumezungumza hapa na vijana kuhusiana na matamanio yao na changamoto ambazo wanakabiliana nazo na vitu ambavyo wangeona vikibadilika, pamoja na vile vinavyowapa matumaini kwenye kuendelea na harakati zao. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Khalifa Saidi, na kwa mara nyingine tena kwa niaba wenzangu walio nyuma kamera, Joseph Kirati, Ambrose Dawai, Ibrahim Mgaza na Jen Shusa kutoka shirika la Twaweza East Africa ambao tunashirikiana kurekodi vipindi hivi vya Dira Mtaani. Tunakushukuru sana na kukutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine tunazalisha hapa The Chanzo. Mpaka muda mwingine, kwaherini.